ili kusemezana, na ameomba kama ikiwezekana na hotuba yake aliyoitoa ijadiliwe na wabunge na kutoa mapendekezo kwa yale yaliyotokea kwenye hotuba hiyo ili kuilinda Tanzania kwa nguvu ya pamoja. Jambo lingine ambalo Rais Samia Suluhu Hassan amelitilia mkazo ni kuunda wizara kamili ya vijana itakayolinda maslahi ya vijana wa taifa hili, na kwa nafasi hiyo ni sawa na kusema kwamba vijana watakuwa na usemi na msemaji wao mkuu atakayelinda maslahi yao yote kwa pamoja, na kwamba kwa namna hiyo kutakuwepo na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya rais. Hapa kwetu nchini Tanzania kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea nyuma pazia, kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi na hata wakati wa uchaguzi. Ikumbukwe Mama Samia Suluhu Hassan alipata kura 98% na wakamdeclare rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hii ni issue ambayo wengi wamekuwa wakiongelea kwa karibu zaidi, wanajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na uhalali wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na juzi kukawa na video moja ya rais mstaafu wa Botswana akikemea hali ya uchaguzi nchini Tanzania. Yeye anasema kuwa hawezi kumtambua Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusu uapisho ama ile hali ya Mama Samia Suluhu kuapishwa katika uwanja wa kijeshi nchini Tanzania. Sasa kama kawaida, wananchi huwa wanaruhusiwa kufika katika sehemu husika na kushuhudia hafla nzima, lakini round hii hakuna mwananchi ambaye aliruhusiwa kuingia katika sehemu zile, kwa maana ni shughuli pevu ambayo ilifanyika chini ya uangalizi mkali zaidi. Sasa kuna video moja ambayo imekuwa posted na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, na ni kuhusu hotuba ambayo ilitolewa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais mstahiki ambaye anajulikana kama Mama Samia Suluhu Hassan, hata ingawa Mange Kimambi anamuita rais haram, kwa maana kuna wengi ambao waliuawa, wengine wakatekwa, wengine pia wakaumizwa na wale ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Sasa kwenye video hii Mange Kimambi anarejelea issue ya Abdul ambaye ni mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muite Mama Samia Suluhu Hassan. Abdul ametajwa katika issues tofauti sana na Mange Kimambi kuhusiana na ile hali ya kuwakwaza Tanzania na kufanya kile ambacho tunachokita ufisadi na katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa Mange, baada ya kupandisha moja ya video ambazo zilikuwa zinatembea kwa kasi zaidi za Mama Samia Suluhu Hassan akitoa hotuba bungeni, ameandika caption ndefu zaidi hapa na kutoa lawama kibao kwa mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kama Abdul. Sasa ni caption ndefu, lakini nitajaribu kwa uwezo wangu ni usome. Mange Kimambi anasema hivi: Abdul, mtoto wa rais haram wa Tanzania aliyeingiza kontena la silaha nchini na kuzitumia Oktoba 29, jamaa aliyejipa contract ya kuingiza sukari nchini na kusababisha bei ya sukari kupanda, jamaa aliyeteka na kuua Watanzania, jamaa naye pora na kuuza rasilimali za Tanzania kwa nchi ya UAE, Oman na China. Huyo hapo leo alikuwa bungeni anahakikisha mama yake bado anashikilia nchi, jamaa anayemiliki magari yote ya kifahari duniani ila hana ajira wala biashara, bilionea wa kwanza Tanzania asiyekuwa na kazi. Yani hawana uoga na hawajali. Na kuna muda alikuwa na Angela Kizinga wanapiga story na kucheka na kugonga, wanasubiri Watanzania mtulie, muwape amani ili waendelee kufanya ufisadi walivyokuwa wanampapatikia sasa. Yani kama yeye ndio rais wa nchi, Watanzania ni lazima mukomboe nchi na kuitoa kwenye mkono ya hawa wauaji. Imagine ufisadi wote wa Abdul uliowekwa wazi na bado anatamba mpaka kwenye bunge la Tanzania na hakuna mtu wa kufanya lolote. Imagine mauaji ya Watanzania aliyofanya huyu kijana Oktoba 29 na bado anatamba. Tanzania imetekwa, akamaliza na MD9. MD9 anamaanisha kuwa maandamano Disemba tarehe
29. Sasa inaonekana Mange Kimambi hajafurahishwa na ile hali ya mwanawe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Abdul kuonekana katika jengo la bunge akihudhuria hotuba ya mamake ama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe Mama Samia Suluhu Hassan alitoa hotuba katika bunge la Tanzania na inaonekana kuwa ni hotuba ambayo ilikuwa imejaa ukakasi zaidi, na ndio kwa maana watu kama wakina Mange Kimambi waliamua kucharuka na kumchamba Mama Samia Suluhu Hassan. Kwenye hii hotuba Mama Samia Suluhu Hassan alisema kuwa hakufurahishwa na jambo la vijana kuuawa nchini kwake wakati na baada ya uchaguzi, na vile vile akaongelelea ishu ya DPP ambapo amesema kuwa ameongea na DPP kuachilia vijana wote ambao walikamatwa kisa na maana walikuwa wanasema kuwa ni kesi ya uhaini, kwa maana walishiriki kwenye maandamano ambayo ilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Sasa Mange Kimambi baada ya kupandisha video hii na kuweka caption ndefu zaidi, kuna wale ambao wamedondosha comment zao, kwa maana huyu ni mwanadada mpambanaji ambaye anafuatiliwa na wengi. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama watu wale, anasema wananchi wenzangu, Disemba tarehe 9 kunradhi, maandamano ya amani. Alafu Malaika Dimples anasema Samia Suluhu Hassan amemtag. Kwanza kabisa nipende kukupongeza kwa kazi nzuri ya kuweza kuibrand Tanzania yetu duniani kote. Kiukweli ni watu wachache wenye moyo wa ujasiri kama wako. Nikupongeze pia kwa kuwa rais wa kwanza kuwa na idadi kubwa ya mauaji nchini. Kiukweli ni hatua kubwa sana katika nchi yetu. Pia nakupongeza kwa kuweza kujitolea ushindi wa 98%. Nikupongeze pia kwa mwaka wako wa uchaguzi kuwepo kwa AI nyingi sana. Kiukweli utakumbukwa na vizazi hadi vizazi. Kuwa rais wa kwanza wa kike kufahamika hadi na ICC. Huyu ni kama ameandika ujumbe hapa, anajaribu kumchamba na vile vile kumtania rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ametumia lugha ya kibabe zaidi. Alafu TZGirl_01 anasema tunakupenda dada Mange. Mwingine anajulikana kama Naira 888 anasema ala tujalie amani na haki inshallah, Mungu wetu ni mkuu na anasikia. Alafu Muli Dog 7 anasema mtoto wa rais bungeni anafuata nini au mama ndo sielewi. Gen Z wote hapa. Huyu anajulikana kama Seba. Alafu huyu anajulikana kama BNTC Stay Health anasema lipua Mange. Alafu akeka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Andrew Anderson akasema Batazari kabisa huyu. Alafu Hamed Mayasa anasema huyu huyu na ametumia matusi. Baba Mimi D anasema basi pesa zetu wampe Abdul asimamie. Tanganyika 2025 anasema ujumbe uwafikie media house zote za Tanzania kuwa hatutambui kuwa wao ni vyombo vya habari na kwa sasa wanachokifanya ni kazi bure, na inshallah siku tukikomboa nchi leseni zao ni mali zetu, tutavifutilia mbali. Disemba tarehe 9 tutakuepo. Alafu Magere 117 anasema nachoka mimi. Sam JRCR7 anasema nachoka mimi. Huyo pia amesema hivyo. Alafu Malaika 4726 anasema yana mwisho. Mrop.furniture anasema wezi wakubwa hai. Alafu Flora George News anasema yani sisi Gen Zs hatutambui serikali dhalimu na haramu. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye posti ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Inaonekana kwenye video hii mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akihudhuria ile hali ya mamake kutoa hotuba katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan jana aliongelelea vitu ambavyo alikuwa anahisi ya kuwa vinamkwaza, na hata akatoa amri kwa DPP akamwambia bana hakisha kuwa wale vijana ambao wana kesi ya uhaini wameachiliwa huru. Sasa ile hali ya mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Abdul kuonekana katika jengo la bunge alijamfurahisha mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, na ndio kwa maana amefanya hii post ndefu zaidi na kutoa hapa lawama nzito kwa mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Abdul. Mange kwenye hii posti anasema mtoto wa rais haramu
wa Tanzania aliingiza kontena la silaha nchini na kuzitumia Oktoba 29. Jamaa aliyejilipa contract ya kuingiza sukari nchini na kusababisha bei ya sukari kupanda. Jamaa aliyeteka na kuua wa Tanzania. Jamaa anayepora na kuuza rasilimali za Tanzania kwa nchi ya UAE, Oman na China. Tukirejelea issue ya UAE, kwa maana kuna video moja ambayo ilifanywa juzi na Mange Kimambi akisema kuwa UAE ndio nchi ambayo inaendelea kuleta ukakasi nchini Tanzania, kwa maana wanaipa support serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, na vile wamempa uraia wa UAE kijana ambaye anajulikana kama Abdul, mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi ya UAE ni moja ya sababu Tanzania iko hapa sasa hivi. Kama mnavyojua, kuna maafa ambayo yanaendelea huko Sudan sasa hivi, ambayo nchi ya UAE inatuhumiwa kubak kile kikundi kinachofanya mauaji. Ni same thing na kinachotokea Tanzania. UAE wanabak serikali inayoua raia wake ili kupata uraisi, na wanaibak hii serikali ya Samia kwa sababu hii serikali inawaruhusu, inawezesha kupora rasilimali zote za Tanzania. Nchi ya UAE inabidi iangaliwe kwa jicho lingine na hii dunia. Nchi ya UAE, kama mlikuwa mjui, nchi ya UAE imetoa citizenship, imetoa uraia kwa Abdul, mtoto wa Samia. Yule sasa hivi anaingia Dubai bila visa, bila nini, ni mwananchi. Hilo dogo, nchi ya UAE imempa Abdul private security. Abdul halindwi na forces zozote za Tanzania, si usalama taifa, si nani. Hao ni anawatumia kuua watu vikosi, ila sio kumlinda. Abdul hasogelewi na Watanzania, analindwa na jeshi na kundi lilopewa na UAE. Unaambiwa hata Kiswahili hawajui wala nini wanaomlinda Abdul, kwa sababu haamini Watanzania, anaamini wanaweza kumuua. Kwa hiyo UAE, nchi ya UAE imetoa ulinzi huo ili iweze kuendelea kumweka Abdul na mamake madarakani, ili waendelee kuiba, ili UAE endelee kuiba na kupora rasilimali za Tanzania. Nchi ya UAE inatakiwa kuwa boycotted na dunia nzima. Ni hayo. Lakini kubwa zaidi, tunajaribu kuangalia hizi shutuma ambazo zinatolewa na Mange Kimambi kumuhusu Abdul, mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel bab kubwa ambayo inajulikana kama Swahili TV. Shukran jidan, marhab, habib, tunawapenda zaidi.